بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pasina kupoteza muda, niseme tu itifaki meza kuu imezingatiwa. Maneno yamezungumzwa, maneno ambayo liuli albab, watu wenye akili wamefahamu kuwa nini makusudio ya kukaa sisi hapa na tukayafanya haya ambayo tumeyafanya. Nikirefusha maneno yatakuwa ni mengi sana na wakati umeenda, lakini nikukumbusheni kitu kimoja ambao mmepewa nafasi hii leo. Mmechaguliwa kuwa ni viongozi wa kuendesha gurudumu hili la Kiislamu katika mkoa huu wa Njombe. Mtambue ya kwamba hii ni amana, na amana yoyote ukiipoteza mafikio yake Allah subhanahu wa ta'ala hajaelekeza sehemu nyingine isipokuwa fi nari jahannam, wa na'udhu billahi min dhalika. Mungu atuokoe na hilo. Amana hiyo uliopewa ya kuwaongoza Waislamu wote unewaona ndani ya mkoa huu, usipoitumikia kwa imani thabiti aliyokuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala, basi mafikio yake yatakuwa ni mabaya. Sasa nikukumbusheni kwa amana hii mmeikubali kama mlivyokubali mwanzo, inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan limadha innahu kana dhaluman jahula. Sighatul mubalagha ametumia Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza ndani ya Qur'ani. Ukienda we mwenyewe nenda ukaangalie suratul Ahzab, ndo utamkuta Allah anasema inna aradna al-amanata ala samawati wal ardh. Sisi tulitoa amana ya uongozi, ya uchungaji, ya ibada, ya akhlaqin tayyib, yani vitu vyote unavyovijua wewe. Utambue kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kukuletea wewe alipelekea viumbe vingine vilivyoumbwa kabla yako wewe. Aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha. Ardhi, mbingu, milima ikakataa kubeba hiyo amana. Wa ashfaqna minha, ikaogopa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa hamalaha al-insan, akapelekewa mwanadamu akabeba hiyo amana. Innahu kana dhaluman jahula, sababu yeye alikuwa ni mtu mwenye kupetuka mipaka kwa kudhulumu pasina yeye mwenyewe kujijua kwa anadhulumu. Hiki ndio kipengele kigumu ninachokuambieni, kuwa amana mliochukua ukidhulumu pasina kuitumia vizuri hiyo amana, mafikio yake itakuwa uikumbuke hadithi ya Bwana Mtume Muhammad, ayatul munafiqi thalatha idha haddatha wa idha utumina. Yani akipewa amana ili aifikishe kama ilivyo, basi ufanye khiana, huenda tofauti. Ukirejea ndani ya Qur'ani al-Karim utakuta waliopewa hiyo amana wakaenda kinyume, fi darkil asfar minan nar. Manake ayatul munafiqi thalatha, aya za mtu mnafiki ziko ngapi? Mimi nakutajia hii moja, idha utumina khana. Sasa kawaangalie wale wanafiki Allah alivyowaeleza wanafikia wapi. Maana yake ukikosa amana kuifikisha, mnafiki.
na unafiki sehemu yake ni mbaya, fi darikil asfari minan nar. Tumuombe Allah tufanye vizuri na tuyatekeleze yale aliyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ili tukaingie jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wa kullu aami wa antum bikhair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.